Ni kipenzi cha wananchi, ni kipenzi cha wanayanga. Mzee Kipepeo, mjumbe wa baraza la wazee kutoka Young Africans. Unaposikia mipango na mikakati ndani ya uongozi, miongoni mwao anahusika kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba Yanga inapata matokeo mazuri kila mchezo. Ni Mzee Kipepeo, miongoni mwa wazee bora kabisa ambao wamekuwa wakikubalika na kupendwa na mashabiki. Niko naye hapa, tutakwenda kupiga story mbili tatu na kujua machache kati ya mengi ambayo yanaendelea katika viunga vya Jangwani. Wametinga hatua ya robo finali katika kombe la CRDB Federation, lakini vile vile mnyama Simba amemfuata na kutinga hatua ya robo finali. Kulikoni kwenye viunga vya Jangwani, nitakwenda kusikia. Ungana nasi mwanzo mpaka mwisho kipindi hiki. Mzee Kipepeo, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uko sawa sawa mzee wangu? Namshukuru Allah azza wa jalla tabaraka wa taala jalla jalalu, niko fiti sana alhamdulillah. Mzee wangu, hapo tunakwenda kuanza moja kwa moja swala zito kabisa. Mmetinga hatua ya robo finali mara baada ya kumuondosha TMA kwa performance ambayo inasemekana isiyoridhisha, lakini mnyama naye amefuata kwa kishindo akimuondosha Dodoma Jiji ambaye wao walikuwa wanasema ni kama anataka kuwazoea hivi. Tuanzie hapo kwenye viunga vya Jangwani, mmetinga hatua ya robo finali, unalizungumziaje? Nashukuru kwa hilo na kuipata nafasi hii kwa wakati muafaka, tena kwa bakti kulizungumzia suala la Young African katika kutinga robo finali. Maneno ya watu hayawezi yakaturudisha sisi nyuma kwa kusema kwamba eti kiwango kilikuwa kidogo, ndio maana na sababu ilitufikisha hapo tulipofikia. Huyo mwenye kiwango kikubwa kafanya nini? Moja. Mbili, kufungwa goli moja ni sehemu, kufunga goli moja ni sehemu ya mchezo, na hayo ni matokeo ya mchezo. Hatuwezi tukasema kwamba eti kwa nini kafungwa kiwango, Yanga kashinda kwa kiwango kidogo cha chini. Hata kama kashinda, ndo kashinda na pointi ndo zile tatu. Si ufahari mkubwa kupata goli 5, 6, 7, 8. Tunachozungumza Yanga kashinda na robo finali kaingia, lakini mtani kaingia kwa kishindo zaidi, bao 3 akifanya comeback kipindi cha pili. Kacheza na nani? Dodoma Jiji, mfupa mgumu zaidi. Dodoma Jiji ni mtoto tu, uwezi ukasema kwamba ukajidai kwa kusema kwamba wewe umecheza. Sasa yeye sikaingia robo finali na Yanga kaingia robo finali. Yanga robo finali anacheza na JKT. JKT atakufa, lazima atapigwa na Yanga. Unasema? Atake asitake, JKT atafungwa. Uheshimu mpira wa miguu mzee wangu, mpira unadunda uwanjani. Naamini na uheshimu. Tumia neno lazima. Na jali vile vile. Lazima ni makusudio. Siwezi nikatoa makusudio, isipokuwa lazima makusudio uyaweke mbele. Majala yawe yanafuata kujaliwa kwa Mwenyezi Mungu, kadhalika na maombi. Kitu gani kinakupa imani ya kusema kwamba ni lazima mtampiga na kwenda katika hatua ya nusu finali? Uwezo upo na utegemea utafanya kazi uwezo huo. Nguvu ipo na tegemea itafanya kazi nguvu hiyo. Ushirikiano upo na tegemea utafanya kazi ushirikiano huo. Na umoja upo na huo umoja nategemea utafanya kazi umoja huo katika kumshinda JKT. Ndio maana na sababu ikanifikisha mahala hapo pa kusema kwamba JKT atapigwa. JKT atapigwa. JKT ameshikilia tiketi ya Yanga kwenda hatua ya nusu finali, lakini mtani wako ametinga kwa kishindo. Unalizungumziaje hili na limekupa salamu ya namna gani, kwa sababu amekufuata huko ulikokwenda? Mimi nimefurahi sana, yani kupita kiwango. Umefurahi na nini? Naomba Simba anapocheza na Coast Union, Simba na yeye apite, ashinde. Ukiwa na maana gani? Sina lengo la kumtakia mema Simba, lakini lengo langu ili Simba apate kukutana na Yanga Afrika, halafu tukamilishe furaha yetu wakati tunamtoa Simba kwenye robo finali. Tuweke rudia, umesema kwamba unataka Simba na
narudia kwa mara nyingine tena, Simba kufika robo finali anacheza na Coast Union, Wagosi wa Kaya. Namuombea Simba amshinde Coast Union, na Yanga kadhalika amshinde JKT. Nusu finali iwe Yanga na Simba. Tena tunamtaka kama nusu finali yenyewe ifanyike leo au kesho. Halafu sisi tukamilishe furaha yetu kwake yeye. Yule kapiga kelele sana kwa goli ambalo lilioleta mashaka, sijui kama offside, sijui kashika mtu mkono, sijui kajificha katika kichaka hicho. Sasa tutampiga yule kwa magoli tena zaidi ya moja, halafu kwa kumshuti mbali tutafute kisingizio kipi atakachosema tena baada ya hapo. Manake tutakapomfunga safari hii hatutaki kisingizio, tutamfunga kipigo cha paka mwizi mpaka yeye mwenyewe atafute la kusema. Mzee wangu, gari Msimbazi limewaka. Umeona Dodoma Jiji alivyopata tabu, na wewe unaongea hivi. Sasa Dodoma Jiji unaweza uka compare na Yanga bwana? Dodoma Jiji ile Yanga Afrika, na wao wanasema wanaitamani Yanga, na sisi miaka yote tunayokwenda nayo uwanjani. Kwa nini ile kombe lenyewe mpaka sasa hivi nani kachukua hivi? Nyinyi ndio mabingwa watetezi. Sasa tatizo liko wapi? Kwa muda gani tumelichukua kombe hili? Miaka mitatu mfululizo. Sasa sisi tuna uzoefu, wazungu wanaita experience. Sisi tuna experience. Kwa hiyo ya kuchukua kombe. Tunajua njia zote. Tunajua njia za kuchukulia kombe. Tunajua njia za kumpiga Simba. Na haya ninayazungumza makusudi Simba wayasikie. Najua watachukua juhudi, watachukua dhamira, watatoa nguvu, lakini kwa ushauri. Kwa ushauri sasa. Wasipoteze nguvu zao kwa ajili ya Yanga. Kaeni, ngojeni kipigo chenu kipo njiani na mtakipata bila ya jasho. Mmewaandalia mtego Simba? Hatuna mtego, ni mchezo tu. Mtego wa nini? Isipokuwa sasa kuna kitu kimoja tu. Simba wanatapatapa kama mfamaji. Hata katika ubingwa huu wa Tanzania mara yule mchezaji kutoka Singida yule Damaro sijui sio mchezaji halali. Tunataka tupewe pointi toka. Pointi hazipatikani katika misingi kama hiyo, na wala huwezi ukaikuza timu ikawa ipo katika hali hiyo. Itafikia hatua, ndio maana na sababu inawapelekea wakati mwingine mpaka wanachama wao wanachukizwa na vitendo vya viongozi wao. Wao wanategemea eti wachukue pointi kiuraini tu mezani. Hapana. Nenda uwanjani, struggle kutafuta magoli, ushinde ili upate kuonekana kwamba wewe umefanya kazi katika ushindi wako. Wewe unataka bure anapata maiti tu. Maana akishakufa sanda atanunuliwa, kukoshwa atakoshwa bure, kaburi litachimbuliwa bure, yeye atazikwa bure, maiti. Lakini Simba, mbona unajimithilisha na maiti? Unataka mambo ya bure, yani upate pointi mezani. Pambana upate pointi. Damalo asiwe sababu ya kukudhalilisha. Maana wewe ukitaka pointi mezani, maana unajidhalilisha. Na kwa nini ujidhalilishe Simba? Mimi nakuhurumia. Kwa ushauri wangu, achana na mambo ya Damalo. Kwa ushauri wangu, zidisha juhudi. Kwa ushauri wangu, pambana kama Yanga jinsi anavyopambana. Japokuwa hatua aliyokuwa nayo Yanga huwezi ukaifikia kwa mwaka huu, mwakani, hata mwaka unaofuata. Kama ambavyo umetoka kuzungumza hapa ya kwamba unatamani Simba avuke dhidi ya Coastal Union ili kiumane na ninyi, ili muende mkakamilishe furaha yenu. Lakini na wao vile vile ukijaribu kuwasikiliza kwa upande wa pili, unasema kwamba walikuwa wanatamani si nusu finali, robo finali wakutane na wewe. Inaonekana mnatamaniana. Mkikutana hapa tutarajii nini? Yeye ana reference gani? Mimi nina reference miaka 3. Na yeye nimeshamfunga mara 6 na experience. Yeye anasema pale gerezani kakukosa umetoroka pale gerezani Guantanamo Bay Zanzibar. Mimi sikutoroka, nimtoroke kwani sikucheza mpira? Mpira umechezwa. Na hatua na midhali Simba.
ametukosa mechi ile ya Zanzibar, basi atangaze kuumia. Ukiwa na maana gani? Uwezo, kwa sababu tumeangalia ni sehemu gani ambayo ilifikia mpaka Simba akafikia hatua ile, kidogo akaonyesha. Lakini sasa hivi tuna hasira za hatari, tumemwekea hasira kiasi kwamba akiweka mguu uwanjani, hicho kitakachomkuta atatoa yeye mwenyewe po. Mimi nikushukuru sana mzee Kipepeo. Asante sana. Asante sana.